Mamia ya watu wamejitokeza katika ibada ya kuuaga mwili wa aliyekuwa mlezi wa Chama cha Mapinduzi CCM ngazi ya mkoa wa Shinyanga, Zakaria Nkwawa-Ngereja, maarufu kama Mzee Ngereja, kijiji cha Busulwangili, kata ya Bulyanhulu, wilayani Kahama mkoani Shinyanga, ikihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali, dini pamoja na taasisi. Akizungumza na wote waliojitokeza wakati wa misa takatifu, Baba Paroko Robert Lujula amewakumbusha watu wote maisha yana wakati wake na kuwa katika kuzaliwa na kufa ni Mungu anafahamu. Na sisi tuko hapa kumuombea, kutoa sadaka ya sala, maombi na dua zetu kwa ndugu yetu huyu ambaye alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa mtu wa Mungu. Alijitahidi sana kuishi yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyaweka katika maisha haya. Mwenyezi Mungu alituumba kwa sura na mfano wake, akatuweka duniani tumjue, tumpende, tumtumikie, siku moja tufike mbinguni. Katika kuishi hapa duniani, wapendwa, maisha yana wakati wake. Tangu kuzaliwa mpaka kufa ni Mwenyezi Mungu anafahamu. Sisi hatufahamu, ni Mwenyezi Mungu tu ndiye anafahamu. Na ametuweka tuweze kuishi kama anavyotaka yeye. Tukiishi kama anavyotaka yeye, basi anafurahia kwamba sisi tuko duniani. Anapotuchukua ni kwa mapenzi yake. Lakini sisi tulioachwa kuna masikitiko, maumivu makali, mateso, kwa sababu yule ambaye tulikuwa tunaongea naye hatunaye tena. Yule ambaye tulitegemea wema wake pengine kwa maisha ya kibinadamu hatuoni tena. Inaleta masikitiko, inaleta huzuni, simanzi nyingi. Akitoa salamu za pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na wote walioguswa na msiba huo, diwani wa kata ya Bulyanhulu Shija Luyombya amemtaja Zakaria Ngereja kama mtu mwenye kujitoa na mdau mkubwa wa maendeleo, na kuwa kupitia ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Busulwangili aliyoshiriki kujenga kwa 100% itaitwa kwa jina lake, ikiwa ni kuenzi na kutambua mchango wake katika jamii enzi za uhai wake. Sisi kama kata ya Bulyanhulu tumeupokea msiba huu kwa maumivu makubwa sana, kwa sababu tumeondokewa na mtu muhimu, mpenda maendeleo, ni mtu ambaye alikuwa anajitoa kwa hali na mali. Zahanati yetu ya Busulwangili itakuwa ni miongoni mwa alama zake kubwa alizozifanya, kwa sababu kwa hatua kubwa amefanya yeye mzee wetu. Na tayari tulishalipitisha kwenye kamati ya maendeleo ya kata kuhakikisha zahanati hii inaitwa jina lake la Mzee Ngereja. Lakini kwenye kamati ya elimu, afya na maji ambao ndio inashughulikia mambo ya afya, mimi kama mwenyekiti wa kamati hiyo tulishalipitisha, na tuko hatua za mwisho za kuja kuifungua rasmi zahanati yetu ya Busulwangili. Na siku tunaifungua ndo rasmi tutaiita Ngereja kwa heshima aliyoifanya kwenye kata yetu ya Bulyanhulu. Akitoa salamu za rambirambi kwa niaba ya benki ya CRDB, meneja wa CRDB tawi la Kakola Boniface Kema amesema, na mara ya kwanza anafika hapa alinikaribisha nyumbani kwake badala ya kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa watu sana, lakini pia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatoa elimu ya masuala ya kifedha kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo hayo yote yanatufanya tuweze kuyakumbuka maisha yake kwa undani zaidi. Naye OCD Elias Masome amesema kama jeshi la polisi wanatambua mchango wa Zakaria Nkwawa-Ngereja. Tumekaa tukiwa tumegubikwa majonzi makubwa kwa kuondokewa na mzee wetu, lakini wakati mwingine tumekaa tukienzi yale ambayo mzee amekuwa akituasa katika utendaji wetu wa kazi. Mzee wetu Ngereja katika uhai wake amekuwa karibu nasi katika swala zima la namna ya kutushauri, na tumekuwa pamoja naye katika swala zima la kuhakikisha maeneo yetu, tumekuwa tukifanya kazi katika kuhakikisha maeneo yetu yamekuwa salama.
Na sisi upande wetu kama jeshi la polisi, na mimi nikiwa mkuu wa jeshi la polisi katika eneo letu hili la Msalala, mzee amekuwa karibu sana katika utendaji wa kazi wa kwetu. Tumekuwa tukipokea sana ushauri kutoka kwake, lakini pia amekuwa akiendelea kushauri namna ambavyo tumekuwa tukijipanga katika kuhakikisha maeneo yetu yamekuwa salama. Zunzu Mwinamila ni mwenyekiti wa kitongoji cha Nyangarata, amesema kwa niaba ya mwenyekiti wa kijiji cha Kalole, Mzee Ngereja ameishi kujitolea kwa hali na mali. Kwa niaba ya mwenyekiti wa kijiji cha Kalole, ametuma salamu zake za rambirambi katika familia ya Mzee Ngereja. Mzee huyu tunamkumbuka kwa mengi aliyotufanyia katika kijiji chetu cha Kalole na Nyangarata kwa ujumla, ikiwemo michango yake katika taasisi za kidini, lakini pia hakurudi nyuma, na katika taasisi za kiserikali amekuwa akitunga mkono sana. Kwa hiyo leo hii tumesimama hapa kwa ajili ya kumwaga mpendwa wetu kwa yale mengi mazuri aliyoyafanya. Ninaomba familia kupitia watoto wake waenende kama jinsi alivyokuwa baba yetu aliyetutangulia mbele ya haki. Klabu ya Simba kupitia tawi la klabu hiyo kutoka Kakola Bulyanhulu wakatoa salamu zao. Basi sisi kama tawi tumekuja hapa kwa lengo moja, kuhakikisha kwamba na sisi tunamuaga mwenzetu katika hali ambayo ni ya kibinadamu, lakini pia tumeweza kukaa na kuona kwamba ni namna gani tunaweza kuishika familia mkono kwa kutoa lambilambi. Familia ya Zakaria Nkwawa Ngereja imetambua uwepo mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ushetu Emmanuel Cherehani, kiongozi wa Scout mkoa wa Shinyanga, UK7, chama cha wachimbaji wadogo wa madini mkoa wa Shinyanga, afisa mstaafu wa kata ya Segese, uwakilishi wa kampuni ya Jema Africa, jamaa na marafiki na wote waliojitokeza katika ibada ya kumwaga mpendo wao. Zakaria Nkwawa Ngereja alizaliwa tarehe 1 mwezi wa 7 1955 Mwabayanda Kwimba huko mkoani Mwanza. Amekutwa na mauti tarehe 17 mwezi wa 5 2025 saa 9:05 alasiri katika hospitali ya taifa Muhimbili alikokuwa akipatiwa matibabu. Mtazamaji wa Mjasilia TV, hii ndio safari ya mwisho ya mzee wetu Zakaria Nkwawa Ngereja almaarufu kama Mzee Ngereja, na hivi ndivyo ambavyo mamia ya watu wako eneo hili kwa ajili ya kuaga mwili wake tayari kwa safari ya kuelekea Mwabayanda Kwimba huko mkoani Mwanza. Langu jina ni Pili Mkono na hii ni Mjasilia TV.